Mlipuko mkubwa umeripotiwa huko Daihe, ngome ya Hezbollah, na unasemekana kuwa ulikuwa na nguvu sana kiasi kwamba ilihisi kama umetokea katikati ya mji mkuu wa Lebanon. Maonyo yalisikika kwenye vipaza sauti vilivyotoka ubalozi wa Marekani huko Awakari, vikiwaagiza wafanyakazi kujificha na kuondoka dirishani. Hayo yakichomoza, Marekani imewahimiza raia wake nchini Lebanon kuondoka nchini humo mara moja. Tunawasihi raia wa Marekani wasisafiri kwenda Lebanon. Ukiwa uko nchini huko, ondoka Lebanon sasa hivi, wakati ndege za kibiashara zikiwa bado zinaendelea na shughuli yake. Ubalozi wa Marekani huko Beirut umeandika katika mtandao wake wa X, hali ya usalama nchini Lebanon ni tete na haitabiriki. Mashambulizi ya anga yametokea kote nchini humo, hasa sehemu ya kusini za Bekaa na Beirut. Dakika chache tu zilizopita, waandishi wa habari katika mji mkuu wa Lebanon waliripoti kusikia mlipuko mkubwa huko Daihe, ngome ya Hezbollah inayohusishwa na Iran. Wakati mashambulizi ya piga ni kupiga yakiendelea kati ya Iran na Marekani na Israeli, kituo cha televisheni cha taifa cha Iran, Channel 2, kimethibitisha kwamba Mansourei Hojaste Bagherizadeh, mke wa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, pia ameuawa nyumbani kwake. Magazeti ya Iran yalikuwa yameripoti awali kwamba Bagherizadeh alikuwa amepoteza fahamu. Awali vyombo vya habari vya Iran vilisema kwamba binti wa Khamenei, mjukuu wake na mkewe pia waliuawa. Khamenei na mkewe walikuwa na watoto 6, 4 wa kiume na binti 2. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.